Kwenye mechi ambayo Yanga wamecheza jana na Stand United, ambapo Yanga wameshinda kwa goli 8-1. Yanga imeandika rekodi ya kipekee kwenye mechi hiyo, ambapo ni vitu vingi ambavyo vimevunjwa lakini pia vimeandikwa kwa mechi hiyo ya jana. Kwanza, taarifa inasema mabingwa watetesi wa CRDB Federation Cup Yanga chini ya kocha mkuu Miloud Hamdi wameandika rekodi yao kuwa timu iliyopata ushindi mkubwa ndani ya dakika 90 katika msako wa hatua ya kutinga nusu fainali. Yanga April 15, 2025, baada ya dakika 90, ubao wa uwanja wa KMC Complex ulisoma Yanga 8 wakati Stand United ikiwa na goli 1. Inatinga hatua ya nusu fainali na inakwenda kukutana na JKT Tanzania. Ikumbukwe kwamba JKT Tanzania ilitinga hatua ya nusu fainali kwa ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Pamba Jiji, na katika mabao hayo hakuna mchezaji aliyefunga hat-trick. Timu nyingine ambazo zimetinga hatua ya nusu fainali ni Simba inayonolewa na kocha mkuu Fadlu Davids. Ilipata ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Mbeya City kwenye mchezo uliochezwa uwanja wa KMC Complex. Ni hat-trick moja tu imepatikana kwa timu ambazo zimetinga hatua ya robo finali, kutoka robo finali kwenda nusu finali, kutoka kwa Azizi Ki wa Yanga ambaye alifunga mabao 4 mbele ya Stand United. Ki Azizi alichaguliwa kuwa mchezaji bora kwenye mchezo huo, ambapo beki Ibra Baka alikwama kukamilisha dakika 90 baada ya kupata maumivu kipindi cha pili. Mabao 9 yalipatikana kwenye mchezo huo, ambapo kwa Yanga Azizi Ki alitupia mabao 4 dakika ya 16, dakika ya 51 na dakika ya 60, lakini pia na dakika ya 64, wakati Nixon Kibabage dakika ya 20, Clatous Chota Chama mabao 2 dakika ya 32 na dakika ya 41, na bao 1 kutoka kwa Kennedy Msonda ambao lilikuwa ni dakika ya 86. Senda wa Stand United dakika ya 50 alipachika bao akifuta hati safi kwa kipa namba 1 wa Yanga Djigui Diarra akiwa ndani ya 18 kwenye mchezo huo. So Yanga jana wametinga nusu fainali kwa ushindi wa hayo mabao 8-1. Ni kipigo kikubwa sana toka haya mashindano yameanza kwa msimu huu. So Yanga ametinga kibabe nusu fainali, so tunasubiria nusu fainali itakayeje, maana yeye Yanga ataenda kukutana na JKT Tanzania, wakati Simba ataenda kukutana na hawa walima Alizeti kwa maana ya Singida Black Stars. So tutajua ni nani ambaye ataenda finali. Lakini wakati hayo yakiendelea kwa upande wa Yanga kutinga nusu finali, huku upande wa matajiri wa jiji la Dar es Salaam kwa maana ya Azam, japokuwa wameweka kitita kwa Fei Toto, lakini wapi, hizi timu za Kariakoo bado zinaendelea kuisaka saini ya Fei Toto. Fei Toto bado anaendelea kusakwa mitaa ya Kariakoo na Jangwani. Sasa ikiwa inaeleweka kabisa kwamba mpaka sasa hivi pale Simba nambari 10 ambaye yuko vizuri anaweza kawachezesha mastrika bado hajapatikana. Imeonekana Jinchaz Yahua naye ni kama striker kwa sababu hawezi kuwachezesha wale mastrika pale mbele. Lakini pia upande wa Yanga tunaarifiwa kwamba Stefan Aziz Ki anaweza kaondoka msimu ujao, lakini pia Chama anaweza kaondoka msimu ujao. So nao wanahitaji nambari 10 matata ambaye anaweza kaja kwa replacement ya hawa watu. So ni yupi? Wote jicho lao wametupia kwa Faisal Salum, Fei Toto, Faisal Sufi. Vita mpya kwa Simba na Yanga ni namna zinavyopambana kuonyeshana jeuri ya fedha kumshawishi kiungo wa Azam Faisal Salum Fei Toto, zikimtengea mamilioni ya kufuru kwa ofa tofauti. Lakini pia ipo klabu moja ya Saudi
Tuanze na ofa ya klabu yake kwanza. Feitoto mkataba wake na Azam umebakiza mwaka mmoja na miezi kadhaa, ambapo msimu huu utakapomalizika atakuwa amebakiza mwaka mmoja kamili. Lakini matarajio hao ya wanachamazi inaelezwa wameshamwahidi ofa ambayo hakuna klabu yeyote ya Tanzania ina uwezo wa kumpa, ingawa bado hajamwaga wino. Lakini Azam imekumbana na kigingi baada ya kiungo huyo kugoma kukubali kuongeza mkataba, akiwaambia mabosi wake kwamba ana kiu ya kwenda nje ya nchi kujaribu maisha ya soka. Hata hivyo, mbali na Feitoto kutoa sababu hiyo, Arena tunafahamu kuwa kiungo huyo hana shida na namna anavyohudumiwa kifedha na matajiri hao, lakini changamoto kubwa ni ubora wa kikosi chao kiushindani, akiona kama anachelewa kuwa mchezaji mkubwa zaidi. Azam imemwekea ofa Feitoto yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 900, ikiwemo nyumba, gari ya kisasa zaidi. Tofauti na hiyo, Toyota Harrier aliyopewa wakati anasaini mkataba wa sasa, na zaidi ni kuboresha kwa maslahi yake. Matarajio hayo sio tu kwamba wanataka kumbakisha Feitoto, bali namba zake zinawashawishi, ambapo licha ya kukosa kiatu cha ufungaji bora kwenye ligi msimu uliopita, aliibuka kuwa mfungaji bora ndani ya klabu yake akiwa na mabao 19, akizidiwa mabao mawili na mfungaji bora kwenye ligi kiungo wa Yanga Stefan Azizi Ki. Msimu huu bado Feitoto ameendeleza ubora wake kiutofauti, akihusika kwenye mabao 17, akifunga 4 na kutoa asisti 13, na hivyo kuwa kinara wa kupika mabao kwenye ligi, akiwa amebakiza mechi 4 kumaliza msimu huu. So hizo ni takwimu za Faisal, lakini pia ni jinsi gani ambavyo Feitoto anaonekana anaendelea kuwa na mvuto kwa hivi vilabu vya Kariakoo, kwa maana ya Simba na Yanga. Wanaendelea kuisaka saini yake, wanahitaji saini yake ili aweze kusaini. Sasa ni jinsi gani ambavyo itakuwa, tuendelee kusubiri, maana hivi vilabu havishindwagi na kitu chochote. Kwenye upande wa pesa, wao wanaweza kamwaga pesa yoyote ile ambayo itahitajika, kwa sababu hivi vilabu wadhamini wake ni watu wazito, wana pesa ndefu. So mimi sioni shida yoyote kwa Faisal aidha kwenda Yanga au kwenda Simba. Lakini ni je, kwenda Yanga mashabiki wataruhusu mioyo yao kurudisha tena mapenzi kwa Feitoto? Maana uondokaji wake haukuwa mzuri na mashabiki wengi walifadhaika na kusikitishwa na uamuzi aliyoufanya wa kwenda Azam, huku akiwa anawaacha Yanga wakiwa wanaendelea kumhitaji. So tuendelee kusubiri kama Fei atafanya maamuzi magumu ya kurudi tena kwa timu yake ambayo imemtengeneza mpaka hapo alipofikia, au ataenda mitaa ya Msimbazi kwa wanarunyasi. Tuone ni nini kitatokea mwisho wa msimu huu kwenye dirisha kubwa la usajili. Tutaona na tutajua Faisal ataendelea kubaki Azam au ataenda mitaa ya Kariakoo.